AMCOS yetu ya Mshangao Women Farmers imeanza rasmi mwaka 2020. AMCOS hii ina idadi ya wanawake 20 wanaojihusisha zaidi na mambo ya kilimo. Tumeanzisha pia vikoba ili kuweza kuwavuta wanawake wengine. Kwa kuhusu masuala ya kilimo, tumeweza kuwanufaisha wanawake kwa kukusanya mazao pamoja. Tunauza kwa pamoja kwa bei elekezi, na hatuuzi mpunga kama mpunga, bali tunachakata mazao kupitia mashine yetu yale, afu tunauza mchele kwa wateja, yaani wafanya biashara wakubwa kutoka Dar es Salaam au Kenya. Kwa hiyo wanawake wengi wamenufaika kupitia hilo. Wameweza kusomesha watoto wao shuleni, wengine wameweza kujitahidi hata kujenga vibanda au nyumba, wengine wameweza kupanua mashamba zaidi, na wanaweza pia hata kununua mbegu kwa fedha zao. Kwa sasa hivi tuna tatizo hili la mabadiliko ya tabia ya nchi. Sisi tuna mbegu, na mbegu hizi tulipata kutoka kwenye mradi wa FTMA. Kwa hiyo mbegu ile tulivyoizalisha ndio sasa hiyo inayoweza kuwasaidia wakulima wengine katika kipindi hiki cha sasa, mwezi Februari mpaka Machi. Tunalima kwa kufuata kanuni bora za kitaalamu. Kwanza tulikuwa tunavuna kwa kutumia kisu kukata, afu tunapiga kwa mkono. Lakini kwa sasa hivi tuna zana tulionunua inayoweza kuturahisishia kazi, yani kumtua mwanamke ungo. Yani nyasi zinakwenda kwake, pumba zinakwenda kwake, pale unashuka mpunga tu uliokuwa punje zilizokamilika. Yani hii ni katika kupunguza upotevu. Tayari tunauweka tena kwenye vifungashio, tunashona, tunaweka ghalani. Kwanza tulikuwa tunahangaika kuhusu soko, lakini kwa kupitia ghala lile sasa soko limekuwa karibu. Maana yake ule mpunga tukiwa tayari tunahitaji kuuza, sisi hatuuzi mpunga kama mpunga, tunauza mchele. Tunapeleka kwenye ile mashine yetu, tunakoboa pale. Tukisha koboa ndipo tunapata wateja, tunauza mchele kwa bei iliyopangwa mpaka 2,800 kwa kilo. Pia hata kutunza kumbukumbu tulikuwa hatujui kwa njia ya mfumo, lakini hawa wametuelimisha, tumeweza kuelewa jinsi gani ya kutunza kumbukumbu kwa njia ya mfumo. Yaani kulikuwa na mafunzo ya kidigitali pale Morogoro yanayohusiana na mambo ya simu janja. Ile ndio imeweza kutusaidia sisi, kwetu imekuwa kama fursa. Tulivyofika tulikuwa na kompyuta yetu, ikabidi sasa tufanye utaratibu wa kumtafuta meneja anayeweza kufanya shughuli zile, maana sisi wenyewe uwezo huu hatuna. Ndipo tukampata meneja, ndio aliyoweza kutusaidia kutunza kumbukumbu zetu nyingi, ikiwemo wanachama wanatunzwa kwa njia ya mfumo, kumbukumbu za fedha zinaingizwa kwenye mfumo. Pamoja na hayo, wameweza kutuunganisha na wadau mbalimbali, ikiwemo makampuni na watu hawa wa zana za kilimo, pia na taasisi za kifedha. Wameweza kutuunganisha nao, tumepata elimu. Haya mafunzo yote waliotupatia sisi kwetu ni fursa. FTMA tunaishukuru sana. Kwa kupitia FTMA tumeweza kuwashinda hata watu wengine katika mbinu mbalimbali, utunzaji wa kumbukumbu za fedha, pia uanzishwaji wa mambo haya ya kukopa hisa na kununua hisa. Na hiyo yote tumepata kutokana na mradi wa FTMA.